Raha milele umpe Bwana, na starehe kwa amani. Amen. Ndugu zangu wapendwa, tunaadhimisha misa hii ili kumwaga mpendwa wetu na paroko wetu wa muda mrefu, Padre Andreas Hugo SB. Tunamwaga kama wanaparokia Wemba, lakini tunamwaga kama dekani wetu wa Wemba, tunamwaga pia kijimbo, sababu amefanya kazi nilivyosema muda mrefu katika jimbo letu, na tuna kila sababu ya kumshukuru yeye mwenyewe Padre Andreas kwa utume wake uliotukuka katika parokia yetu ya Wemba, lakini pia ndani ya jimbo letu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kumpa Padre Andreas Hugo SB zawadi ya uhai na kumjalia maisha hapa duniani na kumwita katika maisha ya utawa na baadaye upadre. Kama tulivyosikia, miaka 94 ya uhai aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu ni zawadi kubwa. Zaburi ya 90 aya ya 10 nasema, siku za miaka yetu ni 70, lakini tukiwa tuna nguvu na afya, miaka ya kuishi ni 80, ambayo ni mateso na taabu. Lakini tunajua Mwenyezi Mungu alimjalia Padre Andreas miaka 94 ya uhai, na imekuwa miaka ya utume wake katika sehemu mbalimbali, na hasa ndani ya majimbo yetu ya kusini, ikiwa ni jimbo la Mbinga, Songea na Njombe. Na kwa sababu hiyo tunamwambia Mungu asante kwa kumjalia padre huyu miaka mingi ya kuzaliwa, lakini pia miaka ya utume. Tunamshukuru Mungu kwa miaka ya utume wake upadre, kama nilivyosema, katika majimbo ya Songea, Mbinga na Njombe, kama tulivyosikia kwenye tanzia, toka mwaka 1959 mpaka 2012, miaka karibu 53 kama padre msaidizi na baadaye paroko katika parokia mbalimbali katika majimbo hayo. Katika jimbo letu la Njombe amefunga ukurasa wa mapadre wa misionari kutoka Saint-Otylie, Ujerumani. Naweza kusema ukurasa wa misionari katika majimbo yetu huenda ukawa umefungwa kuwapata kutoka Ujerumani kama tulivyozoea toka nyuma, na ukurasa huu unafungwa na mpendwa wetu Padre Andreas. Hapa yatupasa kutafakari sana kazi kubwa walizotufanya wa misionari wetu pamoja na Padre Andreas katika majimbo yetu. Mimi naona kama ni mithili ya mkulima anayeanza shughuli za kilimo katika pori kubwa, akipambana na adha mbalimbali, ikiwa ni pamoja pengine na wanyama mbalimbali, nyoka na wanyama wengine, na mbu na kila aina ya adha. Leo hii tunaona majimbo haya yamekuwa shamba zuri lililopigwa haro, likapandwa mazao na kuvunwa kwa misimu mbalimbali, karibu zaidi ya miaka 100 toka wamisionari wameingia kwetu. Kazi yetu imerahisishwa, kwani tunatakiwa kuendeleza kilimo hicho katika mashamba yalikuwa yamekwisha andaliwa na wamisionari wetu. Ni lazima tutambue kazi wa misionari wetu kwa moyo wa shukrani na kuwa tayari kwa karne yetu hii kuendeleza kazi nzuri waliofanya misionari. Tutakuwa tumetenda dhambi kubwa sana kama kazi kubwa kama hiyo tukaacha ife mikononi mwetu kwa visingizio mbalimbali. Wamisionari wetu walifanya kazi yao vizuri sana, na sasa ni zamu yetu. Wamisionari wetu kama Padre Andreas wamefanya kazi kubwa sana, kama nilivyosema, katika majimbo yetu katika kupanda mbegu za Injili, lakini pia kutujenga kimwili na kiroho kwa njia ya huduma mbalimbali za afya na elimu. Padre Andreas alijikita zaidi katika kupanda mbegu ya Injili. Amefanya utume huu kwa uaminifu mkubwa katika parokia mbalimbali katika majimbo yetu. Pamoja na jukumu hilo, ameishi utawa wake vyema. Sisi tuliona kwa nje jinsi alivyoishi
umaskini wa kitabu kama mashauri ya Kiinjili yanavyodai. Alikuwa na vitu muhimu tu kwa ajili ya huduma na utume wake, kama vile kompyuta kwa ajili ya kutunza kumbukumbu za Wakristo na vitu vingine vya muhimu tu. Na alikuwa na gari moja tu na kila mara ndio aliokwenda huko katika vigango mbalimbali. Na alipenda kuishi Uwemba kama mlivyosikia. Nadhani alitamani pia kumaliza maisha yake Uwemba. Alikuwa mcheshi, hata afya yake ilipoanza kudorora. Alimtumainia Mungu katika maumivu yake. Na sisi wengine tumebahatika. Mimi nilibahatika kukaa na Padre Andreas kwa miezi 6. Nilitumwa hapa kwa seminari wa kwanza kuanza mwaka wa uchungaji. Mimi nilipangiwa hapa mwaka 94. Nilikaa na miezi 6 yeye akiwa paroko hapa, mimi nilikuwa seminari. Na alinifundisha mengi, na hasa kompyuta. Kwa mara ya kwanza niliona kompyuta, na akanielekeza namna ya kuhamisha kumbukumbu za Wakristo kutoka kwenye vitabu na kakaa zile kuingiza kwenye mfumo wa kompyuta. Alikuwa na mfumo fulani mzuri sana, unaiona kakaa kwenye kompyuta, na hata kupata taarifa za Wakristo ilikuwa ni rahisi sana. Na hivyo yeye alikuwa mpenzi sana kompyuta, na hata alipopata shida kidogo ya afya, lakini aliweka kompyuta yake pembeni na kuacha kompyuta. Lakini nakumbuka kwamba huyu alikuwa ni padre mcheshi, na alikuwa na sentensi fupi sana, kwanza nazo zilikuwa na maana. Mara moja nilikwenda naye kwa ajili ya komunyo ya kwanza kule kigango cha Itiga. Sasa walikuwa na wakatekumeni wengi sana ambao walipokea komunyo ya kwanza. Comment ya Andreas ilikuwa hii: hawa watoto walipokuwa wachanga tuliwazuia wasibatizwe kwa sababu wazazi wao hawajafunga ndoa, lakini unaona hawa ndio wamekuwa wengi sana kanisani. Kumbe hawa tuliwakataza bure. Lakini kuna watoto wengi ambao walibatizwa wakiwa wadogo kwa sababu wazazi wao wanafika kanisani. Yaani hawafiki wazazi kanisani, lakini tuliwabatiza hawa watoto wazazi wao kwa sababu walifunga ndoa, lakini watoto hawafiki kanisani. Kumbe na hawa tuliwabatiza bure. Kwa hiyo kwa bure. Unaona analeta ujumbe kwa lugha fulani na inaingia kwenda. Mimi mpaka leo nakumbuka Andreas kule Itiga alisisitiza hili kwamba tunaweza kuwakataza wengine bure, wengine tunawabatiza bure. Na alikuwa mkweli Andreas. Wakati sisi hatujui Kijerumani, kaa pale hatujui Kijerumani, siku nyingine tunaona Wajerumani wamesimama wanaongea kama wanagombana hivi. Na hapa alikuwepo Bruder Germanus na Padre Magnus. Siku moja tukaona kama vita hivi. Sasa sisi hatuelewi. Baadaye Magnus amerusha Germanus amerusha funguo kamrushia Magnus. Sasa sisi tumeshangaa, tuko mimi na Padre Matias Kayomo marehemu, tumeshangaa. Akatuuliza, umeelewa? Tukasema hatujaelewa. Hawa hawafai. Wanagombana kwa sababu imefika container. Sasa Magnus anajifunia kwa sababu yeye anajiona kama yeye ndio in charge wa container na store. Germanus anajifunia funguo kwa sababu yeye anatunza funguo. Ndio maana sasa hawafai kabisa. Na si kwamba anasubiri watoke, anatukulisha na wenyewe wako hapa. Kwa hiyo alikuwa mtu wazi, kweli, na alikuwa haelewi kwa nini wahangaike na vitu hivi. Na alikuwa rafiki wa kila padre alikuwa hapa, alikuwa rafiki yake. Mimi nilikuwa nafuatilia, unaona baada ya chakula cha mchana walikuwa na kawaida kutembea. Siku nyingine unaona wako na Padre Dieter Hoffmann, wanakwenda wanarudi. Siku nyingine wako na TM, wanakwenda wanarudi. Siku nyingine yuko na Magnus ambaye yuko mgumu sana, wanakwenda wanarudi. Kwa hiyo alikuwa chagui mtu, alikuwa ni mtu ambaye ni rafiki kwa kila mtu.
lakini pia kutaka yeye kujipambanua kama ni mzungu mwenye pesa, na kwa kweli hakuwa nazo. Mimi nimeingia chumbani kwake, nilikuwa na shangaa, chumba cha mzungu, chumba cha mseminari. Hakuna vitu. Unaona kompyuta pembeni na sandals pair moja, na yeye alikuwa anasema hakuwa na suruali nyingi. Yaani shati likichanika anaenda kwa priori. Nasema, sasa shati limechanika. Akipata shati anakuja kunionyesha mimi. Seminari amepata shati. Sasa napeleka na sister wapige pasi. So simple. Yaani niliona kama haya maisha hii ndio maskini wa kitabu. Ndio maana hiyo, yaani huna sababu ya kuwa na vitu vingi ambavyo huvihitaji. Ndivyo ilivyo. Na wengine walipata kishawishi kwenda pale ofisini, tulikuwa tunafanya kazi ofisini pale, kuomba hela. Anaenda kwa Andreas kuomba hela. Anambia, unataka nini? Nakuja kuomba hela, sisi kuna mtoto hospitalini. Mimi sina hela, mimi kwanza sio mzungu, ni zeru. Kwa nini alisema mimi ni zeru? Watu wa Uwemba walikuwa wanasema mwenyewe mwenye mzungu au zeru. Watu wa Uwemba walikuwa watu wa kwanza kushangaa. Na Andreas unaweza kadhani hajasikia. He was so clever, na anaweza kukufuru kadhani kwamba yeye ni mjinga hivi. Kumbe na kusoma vizuri wewe. Kwa hivyo alisikia wakisema hivyo mitaani, yeye ni zeru. Kwa hiyo wakienda sema, mimi sio mzungu, mimi ni zeru. Mwende patie Mungu, ana pesa nyingi, yeye ni mzungu. Kwanza sisi hapa hatutoi hela, tunapokea hela, tumelipa zaka. Kwa hiyo so straightforward, very simple, na hakumuudhi mtu. Yaani hata wewe mwenyewe ukitafakari unaona alichosema ni kweli, hapa sio mahali pa kugawa pesa. Hii hapa kuna vitabu, kuna risiti hapa, vitabu ya risiti. Watu wakamwambia, sasa wewe ni zeru, ujihadhari kwa sababu siku hizi wanatafuta Mungu. Sasa watu wakienda wasema, wewe unaita ni zeru, sema mimi sio zeru, ni mzungu. So this is Andreas. He was so funny. Yaani ukikana Andreas anatengeneza mazingira ya kumuia, very warm. Yaani anatengeneza mazingira ambayo kwa wale sisi tuliishi huko, mimi niliishi huko, na kweli ndio pale ni wapekee sana. Na uwezi kuwa na sababu ya kutompenda Andreas. Hakupi hela, hakupi chochote, hata kwa seminari usitegemee kutoka hapa kukupa hela. Lakini utapata utajiri wa maisha. Maisha ya kweli na maisha ya Injili na huduma kwa watu wa kiroho. Na hivyo alikuwa hakosi Andreas, hata wakija sangapi, kuna sijui kule Itinga, kuna nini, sijui wapi Njomlole, kuna mgonjwa, Andreas anatoka at any time, muda wote alijitoa kweli katika moyo wa kutumikia, moyo wa uchungaji. Hicho ambacho mimi naona tunapomsindikiza ni lazima tutafakari sana. Na hata mwishoni hapa nilipofika hapa alinikumbuka sana, kwa sababu nilikuwa katika seminari ya kwanza kukaa hapa na uchungaji. Kwa hiyo nilikumbuka sana. Na alikuwa nilipotoka hapo baadaye nilipata upadre, nimekuwa kule Nyegezi. Alipata shida sana kutamka neno Nyegezi. Kwa kila mara anasema, sasa umemaliza masomo kule Njegere. Sasa kusikwelewa anataka kusema nini kule Njegere. Baadaye nilijua anashinda kusema Nyegezi, anasema Njegere. Lakini unaona moyo wa mtu na nia yake thabiti. Kwa hiyo ndugu zangu, tunadhani kwa kazi kubwa aliyofanya, hasa kupanda mbele ya Injili na utume wake, hasa jikita katika huduma ya kiroho, anayo haki sasa ya kupumzika. Na ukisoma waliosoma tanzia hii, unapata picha ya Andreas, na unaweza kusema kweli Andreas anastahili kupumzika, na alipenda kupumzika Uwemba, sio mahali pengine. Na ndio maana alidhani akienda, kwanza walipoenda Ujerumani likizo,
walikuwa yeye, TM, Padre Volker, wamekwenda kule Ujerumani. Walipofika walikuwa wamechoka sana, wenzake wale walipokelewa na wheelchair. Yeye alitembea mpaka kwenye gari na nini. Kwa hiyo wale wenzake wakamwambia, nyinyi hamruhusi kurudi Afrika, mrudi Tanzania. Andreas akarudi. Akasema wale wawili wamebaki kwa sababu ya upumbavu wao. Wao wamekaa kwenye wheelchair, wanadhani kama wataruhusiwa kurudi Tanzania. Hivyo kama wanakaa kutembea. Na akarudi. Na alirudi alitamani wewe. Na ndio maana mimi nimefuatilia kazi. Unaona mahali pengine huko wapi sijui na Mtumbo sijui wapi kote kula amekaa miaka mitatu, miaka miwili, miaka sana 6, 5, lakini hapa karibu miaka kama paroko miaka 23 na baadaye miaka 13, kwa hiyo miaka 36 amekaa na sisi hapa. Maana yake sehemu kubwa nadhani pengine hata ujana wake akiwa hapa. Na ndio maana pengine mwishoni amependa hapa. Na ni vizuri sana kwamba tunawashukuru sana hawa pamoja na priori pamoja na jumuiya ya hapa kumpokea Andreas vizuri, na mpaka katamani abaki hapa, na kila sababu ya kusema asante kwa priori pamoja na jumuiya hii. Ndio maana yeye ameona amalize maisha yake na amaliza kwenye chumba chake kwa amani. Na mimi niuliza, kwa nini bado anakaa pale chumba? Kwa nini msitafute floor ile kutoka mezani? Lakini yeye alikuwa anapenda chumba chake kile, sijajua nadhani amefia pale. Kile chumba chake kiko kwenye kona mahali fulani juu. Na alikuwa anapanda, akifika chini anakwenda na walking frame, anatembea mpaka mezani na rudi anakuwa anapanda. Na pengine katika harakati za kushuka ngazi, ndio maana baadaye alipata shida hiyo na kuvunjika nyonga. Lakini pengine ni mpango wa Mungu, pengine ni mpango wa Mwenyezi Mungu, na ndivyo aliweza kumaliza maisha yake. Lakini nadhani amemaliza kwa amani na kwa furaha, na hasa akiona mabrada na mapadre wake katika jumuiya hii wako pamoja naye hata dakika ya mwisho. Hiyo nadhani ndio furaha kubwa na aliyo nayo Andreas, na sisi kama wanafamilia ya Mungu lazima tushirikiane na wenzetu na sisi wote tuweze kuwashukuru kwa sababu wamemfanya aweze kupumzika kwa amani. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tunapenda katika misa hii tumkabidhi mikononi mwa Mungu wake mwenye huruma, kama tulivyosikia katika somo la kwanza kitabu cha Hekima sura ya 3 ya kwanza mpaka ya 9, kwamba roho zao wale walio mikononi mwa Mungu hawapati mateso tena. Maana yake kwa njia ya mateso yao machache kama alivyopata Andreas kutosikia mwaka 2024, lakini baadaye kama mateso alipata baadaye, ni kama namna fulani ya kuandaa, kama mtu anaweza kuvumilia, inakuwa kama dhahabu katika tanuru la moto, ili kuweza kuwathibitisha katika imani kwamba wanastahili mbele ya Mungu. Na ndivyo Padre Andreas baada ya mateso yake amekuwa kafara iliyo bora. Tunamsindikiza sasa katika safari yake kwenda kwenye makao ya mbele. Somo la pili, mimi nitamani sana kama tumekuwa tumesoma waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi. Waraka huo tunaona Mtume Paulo anawaambia Wafilipi kwamba tuna makao ambapo ndio wenyeji wetu. Wenyeji wetu sio hapa, wenyeji wetu ni kule mbinguni. Tupo hapa duniani kama mahujaji wenye matumaini, kama tunavyosema katika mwaka wa Jubilei, na ndilo lengo letu la kuwepo hapa duniani, ili mwisho tuweze kufika huko. Na hata katika katekisimu yetu tulifundishwa kwamba tupo duniani tuweze kumtumikia, kupenda Mungu na mwisho kufike kwake. Kwa hiyo Mtume Paulo anasisitizia Wafilipi na sisi pia, hasa tunapokuwa na mpendwa wetu hapa, kwamba miili yetu ya mnyonge inabadilishwa na kuwa miili ya utukufu, ikifananishwa na mwili wa Mwokozi wetu Yesu Kristo mfufuka. Na ndicho tunachokiomba kwamba Andreas
na hali yake ya mwili ya kawaida ambayo watu walidhani ni zeru, awe sasa na mwili wa ufufuko wa Kristo. Na Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohane sura ya 14:6 anatuambia juu ya makao. Anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi, maana naenda kuandalia mahali. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi mwepo. Na Yesu amewaambia wanafunzi wake, nanyi mwajua niendako na pia mwalijua njia. Mnajua njia. Mmoja kati ya wafuasi wake, Tomasi, anasema hajui njia. Tutajuaje njia na wala hatujui wendako? Askofu mmoja mkuu wa kule Marekani anaitwa Fulton Sheen, ni mtumishi wa Bwana katika mchakato hii ya kuandaa kuja utakatifu. Wakati fulani amealikwa kwenda kueleza juu ya safari ya kwenda mbinguni. Halafu akapotea njia mahali fulani, kwa kumbi fulani. Amejaribu kutembea kumbi kwa hapo, akapotea. Na baadaye akakuta watoto wanacheza. Akawauliza, ninaenda kwenye kumbi kule, ninaenda kufanya nini? Watoto wale curious, ninaenda kufanya nini? Kwa maana nilikuja njia ya kwenda mbinguni. Watoto walimcheka sana. Sasa wewe, hii njia tu ya kwenda kwenye ukumbi unjui, sasa hii ya mbinguni utajuaje? Na ndio hata Toma amekaa na Yesu muda wote mpaka njia. Anadhani njia ni ya kutoka hapa kwenda Magati. Sio njia hiyo. Njia ya Yesu anayoongelea si hizi njia zetu. Anataka kuonesha kwamba mafundisho yake na injili yake ndiyo njia, ukweli na uzima. Na hawa wamefundishwa na kufuata Yesu muda wote, Mungu akifundisha. Na kwamba Yesu mwenyewe ndio chanzo cha uzima wa kweli. Ni njia yenyewe ya kumfikia Baba. Kwa hiyo uwezi wewe Tomaso kusema ujui. Hakuna njia nyingine ya kufika kwa Baba kwenda mbinguni isipokuwa kupitia Yesu Kristo. Hii kwa kweli ni maneno haya ya Yesu kama muhtasari wa kazi yake yote. Na ndio muhtasari wa kazi zetu zote, na kazi aliyofanya Padre Andreas kwa miaka 53 kwa Tanzania ilikuwa ni kuonyesha watu njia. Kazi yetu kama padre ni kuonyesha njia watu. Njia. Na ndio unaweza kusema kwamba injili ya kweli ile inayoonyesha watu njia ya kwenda kwa Baba. Na tunashuhudia kuna wahubiri wengi duniani. Sina nia ya kutumia nafasi kuchallenge au sivyo, lakini ninaona wakati fulani tunakosea namna gani tunawaelekeza watu. Tunaweza kuwaelekeza watu kwenye vitu vya kupita, temporal goods, kwamba ukiwa hivi kufuata njia, kusema umefanya hivi na hivi, unapata hivi, unapata hivi, unapata hivi. Lakini hakuonyeshi watu njia. Kweli wajibu wetu sisi, ukipimo chetu cha padre, cha askofu, ni namna gani kuonyesha watu njia kwenda kwa Baba kwa kupitia Kristo. Hiyo ndio kazi yetu kubwa, na ndio kazi Andreas alifanya. Hakushughulika na kusimama mlangoni kugawa pesa. Kwa sababu ukimpa, ni vizuri kuwasaidia watu, ni vizuri, ni kitu kizuri, watu wanahitaji mahitaji ya msingi, lakini isiwe ndio lengo la msingi na la kwanza, kwamba lengo letu tuko hapa ili kuwapa watu pesa. Hapana. Pesa zinaweza kutolewa na watu wengine, mamlaka zingine zimepewa kazi hizo. Sisi kazi yetu ya msingi ni kuonesha watu njia ile watu waweze kujua namna mwisho wa maisha yao kuweza kufika kwa Baba. Hiyo aweze kuifikia mwisho wa njia hiyo aliyoonyesha watu wa Wema, watu wa Namabengo na watu wa Kogoro na mahali pengine. Yeye mwenyewe sasa aweze kufika mwisho wa njia ile, aweze kufika mahali pale alipokuania. Na hivyo ndugu zangu, tunamkabidhi Padre Andreas mikononi mwa Mama Maria. Alikuwa mfuasi namba 1 wa Yesu, kufuata njia ya Yesu. Mama Maria alikuwa wa kwanza. Kila mara alifuata mpaka pale kwenye msalaba. Alifuata kusikiliza mwanae anapoeleza juu ya njia.
na hata mwisho wa maisha yake yeye mwenyewe Mama Bikira Maria aliweza kuvikwa taji kama malkia wa mbingu kwa sababu amefuata njia ile kiaminifu. Kwa Mama Maria alijua njia, ndio maana aliyabeba hata machungu mbalimbali katika maisha, katika kina cha moyo wake, wakati akimfuata Yesu katika utume wake hapa duniani hadi msalabani. Kwa ndugu zangu, tunamwomba sasa Mama Maria ampokee Padre Andreas na amfikishe kwenye makao ya milele aliyotamani akiwa hapa duniani kama sehemu ya kufika mwisho wa njia hiyo. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele mpe Bwana. Marehemu Padre Andreas na roho za marehemu wengine wa misionari wetu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.